Kiongozi wa kundi la Houthi nchini Yemen, Abdul Malik al-Houthi, ametoa onyo kali kwa Saudi Arabia akisema kuwa vituo vyote muhimu vya kiuchumi na kimkakati vya ufalme huo, hususan miundombinu ya mafuta, gesi, bandari, viwanja vya ndege, mitambo ya nishati na maeneo mengine nyeti vitakuwa malengo halali ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ikiwa Riyadh itaamua kushiriki katika kile ilichokiita uchokozi wa kiwango kamili dhidi ya Yemen na kuongeza operesheni zake za kijeshi. Akizungumza katika hotuba yake, al-Houthi alisema kundi lake linafuatia kwa karibu hatua zote zinazochukuliwa na Saudi Arabia na kwamba halitasita kutumia uwezo wake wote wa kijeshi kujibu shambulizi lolote. Alisema kuwa Wahouthi wamejiandaa kwa muda mrefu kwa hali kama hiyo na kwamba wana silaha zinazoweza kufikia malengo ya mbali ndani ya Saudi Arabia. Kauli hiyo imekuja baada ya Wahouthi kudai kuwa Saudi Arabia ilifanya shambulizi la anga dhidi ya uwanja wa ndege uliopo katika eneo ambalo linadhibitiwa na kundi hilo siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa Houthi, shambulizi hilo limevunja makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yamedumu kwa takribani miaka minne na kufungua ukurasa mpya wa mvutano kati ya pande hizo mbili. Baada ya tukio hilo, Wahouthi walitangaza kuwa walirusha makombora kuelekea Saudi Arabia kama ishara ya kulipiza kisasi. Kundi hilo limesema mashambulizi hayo ni ujumbe kwamba halitakubali kushambuliwa bila kujibu na kwamba hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya maeneo yake italeta majibu yenye uzito sawa. Abdul Malik al-Houthi alionya kuwa iwapo Saudi Arabia itaongeza mashambulizi yake, Houthi hawataishia kushambulia maeneo ya mpakani pekee, bali pia watatekeleza mashambulizi katika miundombinu muhimu inayochangia uchumi wa Saudi Arabia. Alisema sekta ya mafuta, ambayo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa ufalme huo, inaweza kuwa miongoni mwa maeneo yatakayolengwa. Katika miaka ya nyuma, Wahouthi wamewahi kutekeleza mashambulizi dhidi ya mitambo ya mafuta ya Saudi Arabia kwa kutumia makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani. Baadhi ya mashambulizi hayo yaliwahi kusababisha kupungua kwa uzalishaji wa mafuta kwa muda na kuzua wasiwasi mkubwa katika soko la kimataifa la nishati kutokana na hofu ya kukatizwa kwa usambazaji wa mafuta. Kati ya Saudi Arabia na Houthi kunaweza kuongeza hatari kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu katika eneo la Ghuba na Bahari Nyekundu. Hali hiyo inaweza pia kuathiri shughuli za usafiri wa baharini, biashara ya kimataifa na kuongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa. Mvutano huu pia unakuja wakati eneo la Mashariki ya Kati linaendelea kushuhudia hali ya taharuki kutokana na migogoro mbalimbali ya kijeshi. Endapo Saudi Arabia itaingia tena katika mapambano makubwa dhidi ya Wahouthi, kuna uwezekano wa kuhusisha mataifa mengine ya eneo hilo na kuongeza mgogoro zaidi. Kwa upande mwingine, Saudi Arabia imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa hatua zake za kijeshi hulenga kulinda usalama wa mipaka yake na kuzuia mashambulizi kutoka Yemen. Hata hivyo, hadi sasa hajatoa maelezo ya kina kuhusu madai ya Houthi kwamba ilihusika na shambulizi dhidi ya uwanja wa ndege uliopo chini ya udhibiti wa kundi hilo. Vita vya Yemen vilianza kushika kasi mwaka 2015 baada ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kuingilia kati kwa lengo la kuiunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa dhidi ya waasi wa Houthi. Tangu wakati huo, mzozo huo umeua maelfu ya watu, umeharibu miundombinu muhimu na kusababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani, huku mamilioni ya raia wakihitaji msaada wa chakula, huduma za afya pamoja na makazi. Ingawa kulikuwa na kipindi cha utulivu kilichotokana na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopunguza mashambulizi ya kuvukana mipaka, maendeleo ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa hali hiyo inaweza kubadilika kwa haraka. Onyo la Abdul Malik al-Houthi linaongeza hofu kwamba ikiwa juhudi za kidiplomasia zitashindwa na mapigano kuongezeka, eneo lote la Ghuba linaweza kushuhudia awamu mpya ya vita yenye athari kubwa kwa usalama wa kikanda, uchumi wa dunia na usambazaji wa nishati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.